Tukielekea huko nchini Ukraine, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anakiri kusema kwamba mashambulizi ya leo ni mojawapo ya mapigo makubwa yaliyoipata Kiev. Rais huyo wa Ukraine ambaye hapo awali alisema kwamba hana imani kama rais wa Urusi Vladimir Putin atasitisha mapigano katika siku za hivi karibuni, kutokana na ukweli kwamba kiongozi huyo ni kama vile amefura na anafanya mashambulizi kwa kutumia kila aina ya mbinu na kutumia nguvu nyingi sana. Mashambulizi ya Urusi ni makubwa zaidi kuliko majaribio ya Marekani na wengine ya kuilazimisha Urusi kurejesha amani. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky aliyaita mashambulizi ya usiku dhidi ya Kiev kupigwa mojawapo ya mashambulizi makubwa zaidi katika siku za hivi karibuni. Usiku wa Juni 10, wanajeshi wa Urusi walishambulia Ukraine kwa makombora 7 na droni 315. Kulingana na jeshi la anga la Ukraine, ndege zisizokuwa na rubani 284 hazikuweza kuzuilika. Ulinzi wa anga ulipunguza athari za mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za adui. Hata hivi inadaiwa kwamba ni ndege 64 tu ambazo zilipotea. Kulingana na mkuu wa utawala wa kijeshi wa Kiev, Timur Kachenko, kazi ya vikosi vya ulinzi wa anga iliwezesha kupunguza hasara kwa kiwango cha chini sana. Hii ni kile ilichoeleza Ukraine kwamba makombora ya Patriot ambayo wanayatumia kwa ajili ya kudungua ndege zisizokuwa na rubani, lakini pia na hata makombora mazito yanashindwa kufanya kazi, na ni baada ya Urusi kufanyia maboresho makombora yake ambayo tangu katika kipindi cha mwaka 2022 makombora hayo yalikuwa na ufanisi, lakini wakati huu yanashindwa kufanya kazi ipasavyo kama ambavyo wao waliamini. Kutokana na mashambulizi huko Odessa, watu 2 waliuawa na zaidi ya watu 13 wamejeruhiwa. Majengo ya makazi, jengo la hospitali ya uzazi, kituo cha ambulensi, kliniki ya matibabu ya kibinafsi, uwanja wa michezo, mbuga ya wanyama na jengo la kituo cha reli viliharibiwa. Huko Kiev watu 4 wamejeruhiwa. Majengo ya makazi, kituo cha biashara, maghala na reli pia vimeharibiwa. Zelensky ametoa wito kwa washirika kufanya kazi pamoja ili kujibu uchokozi wa Urusi. Ni muhimu kwamba jibu la shambulio hili na mengine kama haya ya Urusi yanajibiwa kwa vitendo madhubuti, anasema Volodymyr Zelensky. Hata hivyo, hana imani kwamba katika kipindi hiki rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ataweza kurejesha majeshi yake nyuma, akiamini kwamba Putin wakati huu ataishambulia Ukraine atakavyo ikiwa mataifa ya magharibi yatakuwa yamekuwa kimya. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza kila kinachojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.